Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na Tanzania yatangaza ongezeko la maradhi ya uviko nchini humo. Wanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi na mwenzake wa Uganda watimuliwa Tanzania. Kenya yajitenga na kufurusha nchini Tanzania kwa Karua, Mutunga na wanaharakati wengine. Uingereza, Ufaransa, Canada zatishia kuchukua hatua dhidi ya Israeli kuhusu Gaza. Na Urusi na Ukraine kuanza mara moja mazungumzo ya kusitisha mapigano. Naam. Na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ametilia shaka kwamba mazungumzo ya nyuklia ya Marekani yatalete mwafaka, akisema kuwa taifa hilo limetoa masharti mengi na ya kuhusu kurutubisha urani. Amesema wajui iwapo yatasababisha mafanikio yote na wajui kitakachotokea. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wiki iliyopita kwamba Iran walikuwa na aina ya makubaliano kufuatia duru 4 za mazungumzo yaliyopatanishwa na Oman tangu tarehe 12 Aprili. Lakini kabla ya kufanyika kwa duru nyingine ya mazungumzo yanayotarajiwa wikendi hii, mpatanishi mkuu wa Iran amekataa madai ya wenzake wa Marekani kwamba italazimika kujitolea kuacha kuzalisha urani iliyorutubishwa ambayo inaweza kutumika kutengeneza mafuta ya kinu ya kuzalisha umeme, lakini pia silaha ya nyuklia. Trump ambaye aliondoa Marekani katika makubaliano ya nyuklia mwaka 2015 kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani katika muhula wake wa kwanza madarakani, ameonya Iran kuwa inaweza kukabiliwa na mashambulio ya kijeshi kutoka Israel na Marekani iwapo mazungumzo hayo hayatafanikiwa. Iran ilisisitiza kuwa shughuli zake za nyuklia ni za amani kabisa na kamwe haitatafuta kutengeneza au kupata silaha za nyuklia. Hata hivyo, imekiuka vikwazo vilivyowekwa na mkataba uliopo wa nyuklia ili kulimeza vikwazo vya Marekani vilivyorejeshwa miaka 7 iliyopita, na imesema imekusanya madini ya urani yenye thamani kubwa kutengeneza mabomu kadhaa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameishitumu Urusi kwa kujaribu kutumia wakati vibaya ili kuendeleza vita vyake nchini Ukraine, siku moja baada ya Donald Trump kusema hatua kuhusu usitishwaji wa mapigano imepigwa kupitia mawasiliano ya simu na Vladimir Putin. Kufuatia simu tofauti ya Zelensky na Putin siku ya Jumatatu, Trump amesema mazungumzo ya mapatano kati ya Urusi na Ukraine yataanza mara moja. Putin amesema yuko tayari kufanyia kazi mkataba juu ya uwezekano wa makubaliano ya amani ya siku zijazo, lakini hakushughulikia wito wa kusitisha mapigano kwa siku 30. Siku ya Jumanne, Kremlin ilipuuza mapendekezo kwamba mazungumzo yalikuwa karibu, na mashirika ya habari ya serikali ya Urusi yakinukuu msemaji ya Dmitry Peskov akisema hakuna mkataba hayatakuwepo. Wakati huo, Zelensky alizindua duru mpya ya diplomasia akizungumza na washirika wa magharibi katika nia ya kupata uungwaji mkono. Kufuatia simu ya rais wa Finland, Zelensky aliandika kwenye mtandao wa kijamii kwamba Ukraine
ilikuwa ikifanya kazi na washirika kuhakikisha shinikizo la Moscow linalazimisha Warusi kubadili tabia zao. Hatua hiyo inajiri wakati Umoja wa Ulaya na Uingereza zimetangaza kwamba zimepitisha duru mpya ya vikwazo dhidi ya Urusi. Umoja wa Ulaya imesema inaorodhesha takribani meli 200 zaidi ya mafuta ya Urusi na kuonya kuhusu jibu kali ikiwa Moscow haitakubali mapatano nchini Ukraine. Wizara ya Afya nchini Tanzania imetangaza ongezeko la visa vya maradhi ya uviko nchini humo kutoka 1.4% hadi 16.3%. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa katika vyombo vya habari nchini humo, wagonjwa wawili kati ya 109 waliopimwa walipatikana maradhi hayo mwezi Februari, kabla ya visa hivyo kuongezeka hadi wagonjwa 31 kati ya 190 waliopimwa mwezi Machi. Ripoti hiyo imeongezea kwamba hata hivyo, idadi ya wagonjwa waliopatikana na maradhi hayo mwezi Machi ilisalia kuwa hiyo mwezi Aprili mwaka 2025. Katika taarifa yake, mganga mkuu wa serikali Daktari Grace Magembe amesema kuongezeka na kupungua kwa uviko 19 kumekuwepo kila mwaka tangu kutangazwa kwa ugonjwa huo mwaka 2020. Amesema kwamba visa hivyo viongezeko la maradhi hayo imethibitishwa katika mkoa wa Dar es Salaam. Kufuatia hali hiyo, Daktari Magembe amesema Wizara ya Afya inaendelea kufuatilia mwenendo wa wagonjwa na mfumo wa njia ya hewa kupitia vituo vyake vya kutolea huduma. Inaelekeza wataalamu kuhakikisha wanaendelea kufanya utambuzi wa wagonjwa hao kwa kutumia vipimo vya maabara, kutoa matibabu stahiki kwa wagonjwa wote wanaobainika kuwa na maambukizi. Aidha, amewarai wananchi kuzingatia kanuni za afya ili kujikinga na kuwalinda wengine dhidi ya maambukizi ya magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa, ikiwa ni pamoja na kufunika pua na mdomo wakati wa kukohoa au kupiga chafya, kuvaa barakoa pale inapohitajika na kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni au kutumia vipukusi mara kwa mara. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini humo, hasa katika mikoa ya Pwani, kumekuwa na ongezeko la hatari kuenea kwa magonjwa yanayoenezwa na mbu kama homa ya ndengua, malaria na magonjwa mengine ya aina hiyo. Hivi wananchi waende katika vituo vya kutolea huduma wanapoona dalili za homa, maumivu ya kichwa, macho, misuli, viungo au vipele mwilini, au dalili za magonjwa au mfumo wa njia ya hewa kama vile kikohozi, mafua, kuwashwa koo na kupumua kwa shida, ili kupata vipimo na matibabu stahiki. Mwanaharakati maarufu nchini Kenya Boniface Mwangi na mwandishi wa Uganda wakili Agatha Antohaire wamerejeshwa makwao kutoka nchini Tanzania. Maafisa wa polisi wamesema wawili hao waliosafiri hadi nchini Tanzania ili kuhudhuria kesi ya kiongozi wa chama cha Chadema nchini humo Tundu Lissu wamefurushwa nchini humo muda mfupi baada ya kukamatwa. Bwana Mwangi alikamatwa tarehe 19 mwezi Mei mwaka huu kwa madai ya kutoa habari za uongo ili kuruhusiwa kuingia nchini humo. Kwa mjibu wa polisi ya Tanzania, waliwasili nchini humo tarehe 18 mwezi Mei. Mashirika ya wanaharakati yakiwemo yale ya Tanzania Human Rights Defenders Coalition kwa ushirikiano na kituo cha sheria nchini Tanzania na shirika kuu la sheria la Afrika Mashariki walitoa ushauri wa kisheria kwa wanaharakati hao wawili. Msemaji wa serikali ya Kenya Isaac Mwaura amesema Tanzania ilitenda kwa mujibu wa haki yake ya uhuru kwa kuwafukuza watu kadhaa wa kisiasa na wanaharakati wa Kenya, kuongeza kuwa Kenya haikuwa na jukumu katika uamuzi huo. Mwaura amesema akijibu kufukuzwa kwa hivi majuzi kwa kiongozi wa chama cha ukombozi wa watu Martha Karua, aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga na wanaharakati wengine 4 kutoka Tanzania. Amesisitiza kuwa serikali ya Kenya inaheshimu uhuru wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na haingilii maamuzi yao ya ndani. Siku ya Jumapili, Karua na wengine wawili walifukuzwa nchini Tanzania, wakati Mutunga pamoja na wanaharakati wa haki Hussein Khalid na Hanifa Adan walizuiliwa walipowasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Uingereza, Ufaransa na Canada
zimeionya Israeli kuwa zitachukua hatua madhubuti ikiwa itaendelea na upanuzi mbaya wa operesheni za kijeshi huko Gaza. Sir Keir Starmer aliungana na viongozi wa Ufaransa na Kanada kuitaka serikali ya Israel kukomesha operesheni zake za kijeshi na kuruhusu mara moja msaada wa kibinadamu kuingia Gaza. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amejibu kwa kusema viongozi hao watatu wametoa tuzo kubwa kwa Hamas katika vita vya Gaza. Siku ya Jumapili, Netanyahu amesema nchi yake itaruhusu kiasi cha chakula kuingia katika eneo hilo baada ya kuzuia kwa muda mrefu wa wiki 11 katika hatua wanayosema inapanga kudhibiti eneo la Gaza. Israel inasema imeruhusu malori matano ya Umoja wa Mataifa yaliyokuwa yamebeba misaada ya kibinadamu ikiwa ni pamoja na chakula cha watoto kuingia katika ukanda wa Gaza baada ya wiki 11 za vizuizi. Mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kibinadamu alikaribisha hatua hiyo, lakini amesisitiza kuwa ni sawa na tone tu katika bahari ya kile kinachohitajika haraka ni Wapalestina milioni 2.1 katika eneo lenye vita ambapo wataalamu wa kimataifa wanaonya juu ya njaa inayoongezeka. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema uamuzi wake wa kuruhusu kwa muda kiasi kidogo cha chakula ulifuatilia shinikizo kutoka kwa mashirika katika Seneti ya Marekani. Netanyahu amesema uwasilishaji wa chakula utaendelea tu hadi jeshi la Israel na kampuni za binafsi zitakapounda vituo vya kusambaza misaada chini ya mpango unaungwa mkono na Marekani unaokataliwa na Umoja wa Mataifa. Pia ametangaza kwamba vikosi vya Israeli vitadhibiti maeneo yote ya Gaza kama sehemu ya mashambulio ya ardhini dhidi ya Hamas ambayo jeshi la Israeli lilianza Jumapili. Wakati huo mashambulio ya anga ya Israeli yaliua takribani watu 40 katika eneo lote siku ya Jumatatu kulingana na mamlaka za hospitali. Shambulio moja limeripotiwa kuuawa kwa watu 5 katika shule inayotumika kama makazi ya familia zinazohamishwa katika kambi ya wakimbizi ya Nuseirat katikati mwa Gaza. Jeshi la Israeli limesema kuwa liwashambulia magaidi wa Hamas waliokuwa wakiendelea na shughuli zao ndani ya kituo cha amri na udhibiti katika eneo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Urusi na Ukraine zitaanza mazungumzo mara moja kuelekea kusitisha mapigano na kumaliza vita baada ya mazungumzo ya simu ya saa 2 na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin. Trump ambaye ameelezea mazungumzo hayo kuwa yameenda vizuri sana, pia amesema masharti ya amani yanahitajika kujadiliwa katika pande zote mbili. Licha ya maoni ya matumaini kutoka kwa Trump ambaye pia alizungumza na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, usitishwaji wowote wa mapigano au mpango wa amani unaonekana kuwa karibu. Putin amesema yuko tayari kufanya kazi na Ukraine katika mkataba juu ya uwezekano wa makubaliano ya amani siku zijazo. Wakati Trump akiwa kwenye mazungumzo yake na Putin, hakukuwa na dalili kuhusu ni lini mazungumzo ya amani yatafanyika. Wala rais wa Urusi hakutoa matakwa kutoka kwa Marekani na nchi za Ulaya kwa ajili ya kusitisha mapigano bila masharti kwa siku 30. Baada ya simu yake ya moja kwa moja na Trump, Zelensky amethibitisha tena hamu ya Ukraine kusitishwa kwa mapigano kamili na bila masharti na kuonya ikiwa Moscow haiko tayari lazima kuwe na vikwazo vikali. Ameandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa Truth. Baada ya wito huo, Trump amesema Urusi na Ukraine zitaanza mazungumzo mara moja kuelekea usitishwaji wa vita. Wakili mashuhuri wa Afrika Mashariki na mwanasiasa raia wa Kenya Martha Karua kupitia ukurasa wake wa X amethibitisha kuwasili nchini Uganda kwa ajili ya kesi inayomkabili mwanasiasa mkongwe Kizza Besigye pamoja na mshirika wake Obed Lutale. Kando na kuzuiliwa na kufurushwa nchini Tanzania wakati wa kesi ya Tundu Lissu, Karua anasema amewasili nchini Uganda bila tatizo. Uingereza na Umoja wa Ulaya hapo jana lifikia makubaliano ya kihistoria kuhusu ushirikiano wa kibiashara na usalama, haya yakiwa ni makubaliano ya kwanza tangu London ilipojiondoa kwenye Umoja wa Ulaya. Mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema makubaliano haya yatazinufaisha pande zote.
Waziri Mkuu Keir Starmer anasema makubaliano haya pia yataipa nafasi nchi yake kushiriki operesheni za kijeshi za Umoja wa Ulaya. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema mataifa ya Afrika yanahitaji kuwekeza katika usalama na kuweza kuwa na miundo ambayo itaweza kuwasaidia katika hilo. Kagame amesema wakati umefika kwa bara la Afrika kujitegemea katika masuala ya ulinzi na usalama, akisisitiza umuhimu wa bara hilo kuwa na mikakati binafsi kukabili changamoto za usalama. For far too long, our security Kwa muda mrefu usalama wetu umechukuliwa kuwa mzigo ambao umekuwa ukishughulikiwa na watu wengine bila ya kutuhusisha, na mara nyingi hatufaidiki wala hawatafuti kupata ushauri wetu. Mwelekeo huu haujafanikiwa. Kinachoonekana hapa ni mpango wa makusudi wa kubadilisha mtazamo na mwelekeo wa namna bara Afrika linajihusisha na suala zima, mjadala kuhusu usalama wa dunia. Kagame ametoa kauli hiyo wakati wa kongamano la kimataifa kuhusu usalama barani Afrika linalofanyika mjini Kigali nchini Rwanda. Rais wa Rwanda Serikali ya Tanzania imetaja sababu ya kuwakamata na kuwarudisha makwao wanaharakati wa Kenya na Uganda waliofika nchini humo kufuatia mwenendo wa kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu hapo jana. Ndumbaro ambaye amesema hayo baada ya jeshi la polisi nchini Tanzania kuachilia na kuwarudisha nchini mwao wanaharakati Boniface Mwangi wa Kenya, Agatha Antuhaire wa Uganda. Walikuwa wakishikiliwa katika kituo cha polisi kati jijini Dar es Salaam. Kuingia madarakani kwenye muhula wake wa kwanza. Na kwa upande mwingine, ziara ya mwisho ya kikazi ya Ramaphosa mjini Washington ilifanyika mwaka 2022 wakati alipokuwa madarakani Rais Joe Biden. Jeshi la polisi nchini Tanzania limesema litachukua hatua kali kwa yeyote atakayehusika na utengenezaji wa taarifa za uongo, upotoshaji na zisizo na maadili zilizochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa X wa jeshi hilo. Taarifa ya jeshi hilo imetolewa baada ya wadukuzi kuingia katika akaunti ya kijamii ya jeshi hilo na kuanza kuchapisha taarifa ambazo polisi imetoa ufafanuzi kwamba haihusiki. Takwimu mpya zimechapishwa leo na ofisi ya polisi ya shirikisho la kupambana na uhalifu nchini Ujerumani BKA, zinaonyesha ongezeko kubwa la uhalifu uliochochewa kisiasa mwaka 2024 ambapo kuna visa 184,000. Waziri wa mambo ya ndani Alexander Dobrit amesema ongezeko hilo linatokana na mgawanyiko uliopo katika jamii na kuongezeka kwa chuki. Chama cha kihistoria kilichowahi kuhoji siasa za Ethiopia cha Tigray People's Liberation Front TPLF kinakabiliwa na msukosuko wake mkubwa zaidi baada ya kufutiwa usajili na tume ya uchaguzi nchini humo. Hatua hiyo inawadia baada ya mzozo mbaya zaidi wa kivita uliohusisha wapiganaji wa chama hicho dhidi ya vikosi vya serikali, ambapo maelfu ya watu waliuawa kabla ya kufikiwa kwa makubaliano ya amani miaka miwili iliyopita.
Rais wa Kenya William Ruto hii leo ameweza kuwapokeza jamaa 1080 nyumba katika maeneo ya Mkuru katika jiji kuu la Nairobi. Kitabu ya Saburi 113 mstari wa 7 na 8 inasema hivi: Mungu aliye juu atamuinua mnyonge kutoka mavumbini na mlete akete mahali pamoja na wafalme. Makofi kwake rais. Kweli mimi ndio nitakuwa kwa kuambia ni ukweli, ni mboto, sababu pahali umenitoa ni Mungu. Juu najua maisha yangu kutoka hapa itaenda kupandirika. Ndio hali ambayo inajitokeza, watu wamepokea nyumba na maisha yanaenda kubadilika. Naibu rais wa zamani wa nchini Kenya Rigathi Gachagua amedai kuwa rais wa sasa William Ruto anapanga kumaliza madai ambayo serikali imeyapuuza. Gachagua ambaye kwa sasa anakitolea macho kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa 27, hivi majuzi ameunda chama chake cha kisiasa Democracy for Citizens Party DCP kinachoahidi kuleta sera bora. Aliyekuwa makamu wake wa rais Rigathi Gachagua kwamba serikali ya rais William Ruto inataka kummaliza. Rigathi Gachagua anasema kuwa alipokea taarifa za kijasusi akidai kuwa mkuu wa nchi hiyo aliagiza vyombo vya usalama kumwekea sumu kupitia kemikali ambazo zitafanya ubongo wake kupooza katika muda wa miezi mitatu. Gachagua alitumuliwa katika serikali ya rais William Ruto kupitia bunge Oktoba mwaka 2024 baada ya kutofautiana na bosi wake huyo ambaye walifanya naye kampeni mwaka 2022 na kutoa uongozi pamoja. Serikali ya Ruto imejibu vikali kuhusu matamshi hayo ya Gachagua, wakiyaita pia ya kikabila na hata kutishia kumkamata. Haya yote yanazidisha joto la kisiasa nchini humo, huku Gachagua akisisitiza kuwa atagombea urais mwaka 2027. Gachagua amezindua chama chake kipya cha kisiasa Democracy for the Citizens Party DCP, alama yake ikiwa sikio na kauli mbiu ya sikiza wa Kenya. Baadhi ya viongozi katika chama chake ni wale waliojipata matatani katika serikali ya rais Ruto. Kwa mfano, waziri wa zamani wa kilimo Mithika Linturi ambaye alifutwa kazi na rais Ruto mwaka 2024. Wizara yake ambayo alikuwa anaongoza ilikumbwa na kashfa ya kuwauzia wakulima mbolea iliyochakachuliwa. Kiongozi mwingine katika chama cha Rigathi Gachagua ni Cleophas Malala ambaye Agosti mwaka 2024 aliondolewa kama katibu mkuu wa chama cha rais William Ruto cha UDA. Gachagua anawaahidi wa Kenya kile alichokiita mtazamo mpya wa kisiasa za Kenya zilizokita mizizi katika uwajibikaji kwa umma, kupambana na ufisadi na ushirikishwaji wa vijana na kutekeleza ahadi ambayo haijatekelezwa kikamilifu katika demokrasia halisi ya vyama vingi. Tangu kuondolewa kwa nguvu madarakani, Gachagua amekuwa akimkashifu bosi wake wa zamani kwa madai kuwa yeye sio mkweli na kuwa na sera zisizofaa kwa maslahi ya Wakenya. Hata hivyo, huku watu wengine wakiona chama kipya cha Gachagua kuwa pengine kinaweza kuleta ukombozi wa kisiasa, kuna wale ambao wamekuwa wakiwaza, je, uongozi wa Gachagua utakuwa na tofauti gani na ule wa rais Ruto? Na iwapo angekuwa bado yuko ndani ya serikali, je, angepata ujasiri wa kuikosoa? Ikiwa imesalia miaka kadhaa kufanyika kwa uchaguzi mkuu nchini Kenya mwaka 2027, wengi wanasubiri kuona yatakayojiri baada ya kuundwa kwa chama hicho. Ni swala la muda ambapo watu wanasubiri kuona ni kipi kitatokea. Edward Sembufu, mlinzi wa kiongozi wa chama upinzani NUP nchini Uganda chake Bobi Wine, amefikishwa mahakamani mjini Masaka leo. Mtoto wa rais Yoweri Museveni ambaye pia ni mkuu wa jeshi la nchi hiyo Jenerali Kainerugamba Muhoozi alikiri kumkamata Sembufu alipoandika katika mtandao wa kijamii kuwa wamemkamata na watampa funzo. Edi Mutwe kama alivyojulikana ameonekana akitetemeka na hata akilia huko akiomba hakimu apate matibabu kwani ana maumivu yatokanayo na mateso anayoyapata.
Yapo basi unaungana nasi ni Afrika leo jioni, ambapo yajayo ni kwamba fahamu zaidi kuhusu hatua za saratani. Seneta mmoja nchini Kenya ameelezea kuunga mkono hatua ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuwapiga marufuku wanaharakati kutoka Kenya. Marekani inaweza kuitenga Israeli ikiwa mauaji ya halaiki ya Gaza yataendelea. Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number 625625, account number 01245085217800 au till number 456146 kupitia mitandao yote. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vilevile ukweli na burudani. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi duniani. Karibu tena. Seneta mmoja nchini Kenya ameelezea kuunga mkono hatua ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuwapiga marufuku wanaharakati kutoka Kenya. Samson Cherargei, seneta wa kaunti ya Nandi, anasema ni haki ya rais Samia Suluhu kuzuia watu wanaingilia masuala ya nchi yake kutoka nje. Baadhi ya wanaharakati kutoka Kenya walitimuliwa nchini Tanzania walikokuwa wamepanga kuhudhuria kesi ya kiongozi wa chama cha upinzani Tundu Lissu. Hata hivyo, kumekuwa na kampeni mitandaoni kutaka kufahamu kuhusu taarifa za mwanaharakati Boniface Mwangi kutoka Kenya na Agatha Atuhaire wa Uganda ambao wameachiliwa huru. Siku ya Jumapili, ofisi aliyekuwa rais wa Marekani Joe Biden ilithibitisha kuwa anaugua saratani ambayo imesambaa hadi kwenye mifupa. Hatua kama hiyo ya saratani inatajwa kufikia hatua ya hatari. Fahamu zaidi hatua za saratani. Kuna hatua ambayo, msikilizaji, ni hatua ya O. Inamaanisha saratani ndiyo imeanza tu katika maeneo fulani. Hatua ya 1 imeanza kuchipuka. Inamaanisha saratani iko kwenye sehemu ndogo na haijasambaa zaidi ya sehemu ambapo imeanza. Hatua ya pili inakuwa inamaanisha uvimbe ni mkubwa au umesambaa kwa sehemu kubwa kidogo, ila sio kwa viungo vingine vya mwili. Sio mbaya sana, ila matibabu yanahitajika. Hatua ya 3, kusambaa maeneo ya karibu. Inamaanisha, msikilizaji, kwamba saratani imeongezeka na imesambaa zaidi katika maeneo ya karibu. Ni hatari zaidi na tiba yake ni kali sana. Saratani. Hatua ya 4, imesambaa sana. Inamaanisha saratani imesambaa katika sehemu zingine za mwili. Kwa mfano, imesambaa kutoka kwenye titi hadi kwenye mapafu au ubongo. Hatua mbaya na ni vigumu kutibiwa, lakini inaweza kupata tiba ya kupunguza makali. Na kwa taarifa hiyo basi tunaelekea moja kwa moja, msikilizaji, kuweza kusoma maoni yako kutokana na taarifa ambazo tumeweza kuletea katika awamu hii ya mwanzo. Joshua Mironga anasema expensive houses, we have not been told that the total amount payslips people are crying.
kuhusiana na swala lile la nyumba kule nchini Kenya, kwamba vile vile naona pale Nixon pale vikukuta anasema Kenya is lucky to have a President William Ruto. Ndio hiyo maoni yake pale. Joseph Munene pale Tel Aviv anasema angejenga factory kila constituency akitumia hizo pesa kisha aachie private sectors kazi ya ujenzi wa nyumba, hakika maisha wengi yangebadilika, ila mtu wa chini anakatwa ushuru, nyumba inajengwa kisha iuziwe matajiri. Fukara tazidi kuwa fukara tu. Maoni ya Joseph Munene hapa akiweza kuyatoa maoni yake hapa hivi. Naona pale za Majairas pale vya Onsate pale na hizo ni ngapi kwa mwezi ndio hatukuambiwa. Haya ambayo lazima wadukuzi wanataka kufahamu. Radio 14 Africa mshaanza kutupatia habari kemkem. Tunashukuru sana na kufuatilia salama salamini ikiwa maeneo ya Isibania. Asante, karibu. Anania pale vikiando pale Kenya wanaendelea kutupiga bao Tanzania. Haya hapa jamaa anatoa maoni yake kutokana na masuala hayo ya nyumba ambayo anasema kwamba Kenya wanazidi kupiga wa Tanzania bao. Ndio hali kwa masaibu anayompata ambaye ni Eddie Mutwe kule Uganda. Karama pale VMD anasema haya sasa, yule aliye taka kuja Tanzania amtetea yuyu, kila anayeleta vurugu kwa kutumwa na mabwana zao wazungu ni kupigwa na tu na kutiwa ndani. Ni bora ukapoteza wachache wenye tamaa kuliko kupoteza watoto, wazee, wanawake, wagonjwa na kwa tamaa zao. Ndio hali ambayo ana maoni yake Karama pale Vemeda. Ruben pale Bahaya anasema yule na wa hapa wengine funzo naye kuna siku atapewa funzo. Yale ambaye anajitokeza Pamphili pale hivi Donansi pale hivi. Kuna mambo mengine ukiyasikia kwenye nchi za wenzetu, I say unaweza ukasema nchi yetu ina demokrasia. Imagine mtu atoki madarakani labda aamue mwenyewe. Anazungumzia masuala ya kule Uganda ambapo rais ni rais wa maisha kule. Safari bado. Haya, endelea kuchukua maoni yako msikilizaji. Unasikia bwana, safari bado. Ndio maana mimi husema safari bado. Katika hatua nyingine msikilizaji, katika hatua hii kwamba moja kwa moja kwenye taarifa tofauti ambazo nimekuletea pale hivi, anasema pale hivi Godfrey Fine Nyerere anasema tuko pamoja Radio 14 Africa. Robert Joseph pale hivi leo ndio fahamu kwamba idhaa ya Kiswahili Radio 14 Africa inapeperusha matangazo yake mbashara. Asante na karibu Robert. Vile vile pale David Sechanga pale hivi anasema toka Wagumu pale hivi tunadumu Mweza pale hivi Tanga Tanzania, tuko pamoja katika matangazo ya jioni hii Afrika leo jioni. Asante na karibu. Young Boy pale hivi Wanakuru Maonaro pale hivi Kenya, nafuatilia matangazo jioni hii. Asante na karibu. Haya, naitwa Isaac pale hivi Chepkwenyi pale kutoka Chepsiro pale hivi Kericho Kenya. Pongezi kwa Rais Samia kwa kukataza hawa viongozi kutoka Kenya, hata wanaharakati kutoka Kenya wametusumbua sisi wa Kenya sana. Ndio maoni yake Isaac Chepkwenyi pale hivi. Haya, vile vile Lamek Jaa pale hivi Mkushi Baba Alvin pale hivi Kigamboni Mafika pale hivi nasema nipo nyumbani na familia yangu, hakuna jambo linalofurahisha wala kuniudhi jioni ya leo. Asante na karibu. Haya, anaitwa Padri pale hivi Moshi pale hivi wa Kotela pale hivi Moshi Tanzania kwa Wachaga pale. Uchunguzi wafaa kufanyika ili kuwabaini wahusika walio dukua mitandao ya Exa jeshi la polisi, maana mpaka kufikia hatua ya leo wahusika wana plani kubwa zaidi ambazo zinapaswa kudhibitiwa. Ndio maoni yake Padri pale hivi Moshi pale hivi. Anaitwa pale hivi Barnabas pale hivi Kulaya pale hivi anasema Moshi Tanzania, wa Sudan acheni kuliangamiza taifa lenu kwa vita vya ulafi wa madaraka. Anatoa maoni yake pale, wa Sudan waache kuliangamiza taifa lao kwa ulafi wa madaraka. Haya, Emmanuel Mgosi anasema nawapata Radio 14 Africa RFA katika matangazo ya Afrika leo jioni nikiwa Nyamwaga pale Vitarime vijijini mkoani Mara Tanzania. Hongera sana kwa habari zenu moto moto. Tunashukuru na karibu. Na kwa hatua hiyo basi msikilizaji, inanipatia nafasi ya kuelekea mapumzikoni. Nitakapoibuka
masuala mengine ya kina. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.